Mtume Mama Elia Kunda Mwingira ni mama, ni mke, ni mtumishi pia, ila ni mfanya biashara akiwa na biashara yake ya Kunda Flowers na nyingine nyingi sana. Ni mama mwenye maono ya kuwainua wanawake katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile kiuchumi, kimahusiano, ndoa, uchumba na afya pia. Alikuwa na maono ya muda mrefu sana, lakini akawa hajui aanzie wapi, lakini Mungu akamfungulia mlango wa kufikia maono yake kwa kuanzia kufanya kipindi cha Moyo wa Mwanamke katika Efata TV. Kiukweli, kwa habari ya kipindi hiki cha Moyo wa Mwanamke, ilikuwa ni shauku yangu kubwa kwa muda mrefu wa kuweza kuwafikia wamama, na mara nilipoweza kuanza kipindi hiki, muda ulipofika, nilisikia kama nimetua mzigo ule ambao ulikuwa unanilemea, kwa sababu ilikuwa ni tamanio la moyo wangu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwamba niliweza kukianza na nikasikia kupata amani ya moyo. Maana unajua unapokuwa una shauku ya kufanya kitu, kabla kitu hakijafanikiwa unakuwa una utulivu, kwa sababu unasikia kile kitu kiko ndani, unasikia ule mzigo wa kile kitu ndani yako. Kwa hiyo nilikuwa sina utulivu, yani nilikuwa na shauku ya nafikaje, nafanyaje. Kwa nilipopata neema hii ya kukianza kipindi hiki, nilisikia amani na furaha, kwa sababu niliona kila ambacho nasikia shauku nacho au na kiu nacho, niliona kimefika kwa wahusika. Kubwa nilichokuwa nakitamani ni kwamba ni namna ya kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ile hali yangu ya kuweza kuanza kipindi hiki kwenye TV ya Efata, niliona ni mahali sahihi, kwa maana niliweza kuwafikia watu wengi kwa wakati mmoja. Tofauti na ambavyo labda nilikuwa naweza kufanya kwenye labda kanisani tu, labda unaongea na watu wachache, lakini sasa kwenye TV unawafikia watu wengi kwa wakati mmoja, ambayo ndio ilikuwa shauku yangu. Na kipindi hiki kilipokelewa vizuri sana na wanawake na pia wanaume. Baada ya kuanza kipindi cha Moyo wa Mwanamke, alianza kwa kufundisha kuanzia kwa mtoto wa kike, binti anapokuwa mdogo hadi anapokuja kuolewa, na akaendelea kwa mwanamke. Binti, kuna uzuri unapokuwa peke yako, unapokuwa single, kipindi ambacho hujakutana na mambo mengi ya ulimwengu, hujakutana na masumbufu mengi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho ni lulu, ni kipindi ambacho ni makini, ni adimu hicho kipindi. Kuna mambo mengi ambayo unapokuwa mwenyewe kama binti, kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Una wakati mwingi wa kuweza kufanya mambo makubwa ambayo hayawezi kujirudia. Ni kama mtu ambaye anakuta amefika mahali labda aliyekuwa akutumia muda wake vizuri akiwa mtoto, unakuta amekuwa mtu mzima anaanza kufanya vitu vya ajabu ajabu vya kitoto, kwa sababu hakutumia muda wake vizuri. Ujue namna ya kutumia nafasi yako vizuri, kwa sababu uko bado single, uko bado peke yako. Una muda wa kujifunza vitu vingi ambavyo vitakufanya uweze kuvitumia katika maisha yako ya baadaye, utakapokuwa mama, utakapokuwa sasa unaitwa mama fulani, unaitwa mke wa fulani, unaweza kuvitumia. Na baada ya hapo alianza kuandaa event mbalimbali za kuwakusanya wanawake na mabinti na kuwafundisha mambo mbalimbali yanayowahusu. Na event hii ya kwanza ilifanyika tarehe 19 mwezi wa 5 2023, iliyoitwa Usiku wa Moyo wa Mwanamke, na ilihudhuriwa na wanawake na mabinti zaidi ya 3,000. Kiukweli wale mama jinsi walivyofika, mimi mwenyewe nilikuwa surprised, kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza na sikujua kama wangekuja kwa wingi huo ambao walikuja. Kwamba nikaona kwamba ni kama sehemu kwanza tutoke yani kwenye ile hali ya kujikunja, ile hali ya maumivu ya moyo. Hebu tutoke tukaje tufurahi nyumbani kwa Bwana. Ilikuwa ni mkesha ambao baada ya vile tukavaa na sare zetu. Kwa hiyo mama walifurahia kwanza, wengine walienda kununua nguo mpya, wengine walifanya nini. Kwa hiyo ilikuwa hali fulani ambayo iliwahamasisha wamama, iliwaburudisha wamama, na binafsi mimi pia ilinibariki sana. Nilifurahi sana kuona kwamba wameelewa na ile shauku yangu ya kutaka waje wachangamke, kwa sababu ya ile moyo wa mwanamke. Yani unajua mama akichangamka nyumba inachangamka. Kwa hiyo ndio maana tukasema tule tufurahi nyumbani mwa Bwana, tufurahi nyumbani mwa Bwana, tule tufurahi, tusahau taabu zetu. Na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo nilipowaona vile walivyokuja, nikasema
kumbe kweli wa mama kile nilichokuwa nakitamani, kumbe ni kweli, maana nilikuwa nasikia ndani ya moyo, ndio maana nikasema unapokuwa na mimba ujue mtoto anafananaje, ila ukishamzaa ndio unaona raha ya mtoto. Kwa hiyo nilipoona wamefika na tumefurahi, nikasema kumbe nilichokuwa nakiona kwenye moyo wangu kimekuwa bayana. Kilikuwa akishikiki, lakini sasa kinashikika, kinaonekana, hata naweza kumuonyesha mtu mwingine. Kwa hiyo nilisikia raha sana moyoni mwangu na kumshukuru Mungu sana kwa kuanza kwa namna ile. Baada ya hapo, Mama Eliakunda Mwingira aliendelea kufundisha kupitia vipindi mbalimbali vya TV kwa mada tofauti tofauti kama vile afya ya akili, malezi, saikolojia, matibabu mbalimbali na kadhalika. Na pia Mama Eliakunda huwakusanya wanawake na kufanya nao kipindi cha live, yani mubashara, na watu walipata kupiga simu na kuuliza maswali mbalimbali na kujibiwa maswali yao hapo hapo na Mama Eliakunda. Baada ya kuona kwamba nimekaa na wamama na nikaongea nao na nikawaelekeza, tukafundishana, wakauza maswali yao, wakapata majibu yao. Kwa hiyo nikaona lile changamko linarejea. Kwa hiyo nikasema sasa, badala ya kuita moyo wa mwanamke ambao umeumia, sasa huyu mwanamke amechangamka, basi embo ainuke, atembee, achangamke, asilete tena kujikunja na kuiona kama vile mtu ambaye hakubaliki katika jamii. Ainuke, atembee. Ndio maana sasa tukahama kwenye moyo wa mwanamke, tukaenda kwenye mtembeo wa mwanamke. Kwamba huyu mwanamke ambaye alikuwa amesononeka, mwanamke ambaye alikuwa na huzuni, sasa hivi ameelewa kwamba yeye ni wa thamani machoni pa Mungu. Yeye ni Mungu anampenda, ni mtendakazi pamoja na Mungu. Kwa sababu unajua kitu ambacho kwa kinawasumbua wa mama ni ile hali ya kutokujua uthamani wao. Ndio maana hata ukiangalia katika mafundisho nilikuwa nasema uthamani wa mwanamke, aelewe nafasi yake. Kwa hiyo baada ya kuelewesha yale masomo ambayo tulikuwa tunafundishana, nikajua kwamba mtu ameshajua thamani. Unajua mtu akishajua thamani wake lazima anachukua hatua. Anaona kwamba kumbe mimi nilikuwa nakaa kwa jirani. Kumbe mimi nilikuwa yani nalia, kumbe babangu ni tajiri, yani babangu ni tajiri. Ana kila kitu anachokitaka. Kwa hiyo lazima moyo wako unachangamka. Ni kama yule mwana mpotevu ambaye alikuwa ameenda na kula chakula na nguruwe, lakini baadaye alipotambua, alipokaa akatafakari, akajiuliza maswali moyoni mwake. Baada ya kupata majibu, aliinuka akaondoka. Akasema pamoja na kwamba nimekosea, lakini sitaendelea kukaa hapa. Nitaenda nitengeneze na nirudi kwenye furaha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo tukaona kwamba sasa kama tumeshaelewa, hatutaji tena kukaa tunalia, tunasodoneka, ni kuinuka na kuchangamka na kuona tunaweza kufanya nini katika jamii ili sasa sisi wenyewe tuwe na furaha na pia tupeleke ile furaha kwa jamii. Kwa sababu kumbuka kwamba huyu mama mwanamke ndiye ambaye anatunza familia. Mwanamke ndio mwangalizi wa familia. Kama yeye akiwa amesononeka, mama akisononeka, mtoto atasononeka, mume atasononeka. Na hakutakuwa na maendeleo yoyote kwa sababu mama mwenyewe ndo mbeba yale maono. Mama ndo mbeba, yani mama ndo tumbo linalobeba baraka. Kwa hiyo akikaa katika ile hali ya kusononeka, automatically hakutakuwa na maendeleo yoyote yatakayotokea. Kwa hiyo sasa baada hapo nikasema, inuka konguta makalio twende. Maana sasa wameshaelewa na naona sasa kuna changamoto limetokea. Katika mwendo wa mtembeo wa mwanamke, wanawake wakapokea vizuri na kuanza mtembeo. Na Mama Eliakunda alifanya mkesha na wanawake na mabinti ambao ulifanyika kanisani Mwenge, na wanawake wengi walijitokeza na kulikuwa na kuomba, kusifu, kufundishwa na kuulizwa maswali na kupata majibu. Na baada ya hapo iliandaliwa event ambayo ilifanyika siku ya mwanamke duniani, na event hiyo iliitwa siku ya mwanamke wa Efata. Zaidi ya wanawake 5,000 walihudhuria sherehe hiyo na watu walifurahi na kumtukuza Mungu wa Efata. Hakika lengo la kuandaa event hii ya ile siku ya tarehe 8 ya mwanamke wa Efata, kwanza kabisa ni kwamba niliona umuhimu wa mwanamke. Na kama ambavyo Biblia inasema kwamba wako wapi wanawake waombolezao, wanawake watakaotoa machozi ili wanaume wasimame, lakini pia ili Mungu aweze kujibu maombi yao, kama Mungu alivyotuambia kwenye Biblia akasema kwamba enyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Nikasema tukae mbele za Bwana, ile siku ikawa siku yetu ambayo sisi ni jeshi la Bwana. Kama jeshi la Bwana tukae mbele za Bwana, tulie na Mungu kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa yanaendelea, mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu, kwenye familia zetu. Tumlilie Mungu atusaidie, kwa sababu sisi tukilia mbele za Mungu, Mungu anasikia. Kwa hiyo nikasema iwe ni siku yetu sisi kama jeshi la Bwana, tusimame kwenye nafasi zetu, tulie mbele za Bwana ile siku ambayo tuliita siku ya mwanamke wa Efata. Na tuliomboleza mbele za Bwana kwa lengo la kutaka usaidizi, kwa sababu tunasema maiti zimekuja mpaka madirishani kwetu. Watoto wetu
wanabakwa, watoto wetu wanafanywa vitu vibaya, mambo yameharibika. Sasa tunafanyaje? Tumwendee nani? Sasa ndio tunaacho, inapotokea vita ya aina yoyote, mama ndo anabaki na watoto, mama ndo anabaki na maumivu. Kwa hiyo nikasema sasa hatuhitaji tu kulia na kukimbia, lakini tuje tumalize mbele za Bwana. Kwa hiyo tukaamua kufanya kama jeshi la Bwana. Ndio maana tulivaa nguo zetu za kijani kuonesha ni jeshi la Bwana. Wewe unayejua maumivu yetu, nani wa kuponya kama sio wewe? Nani wa kurehemu kama sio wewe? Tunalia mbele zako kama ulivyosema. Wako wapi wamama waomboleze? Wako wapi mabinti waomboleze? Riboshe keria makura masia. Uovu umeingia nyumbani mwetu, umeingia patakatifu pako, umeingia katika nchi. Reboshe keria masaya yakese kerepokoria masika. Tumekusanyika Baba, kila mahali walipo wanaefata, tumekusanyika vijijini na mjini. Ukaondoe maiti zilizopandia kwenye madirisha yetu, ukaondoe uharibifu ulioingia patakatifu pako. Robo sheke rebo seke. Baba wa mbinguni, tumeteseka, watoto wetu wanakufa, watoto wetu wanabakwa, mambo yamebadilika, hali ni tete. Unazaa mtoto wa kiume unashangaa amesha kufanywa mwanamke, na huyu mtoto wa kiume amebeba familia, amebeba mbegu ya mwendeleo wa familia, lakini unashangaa huyu mtoto ameenda kwa amefanya mwanamke, kwamba unaona lile dhumuni la yeye la kupata mtoto wa kiume linapotea, matumaini yanapotea. Kwa hiyo tukaona tumlilia Mungu, na Mungu ni mwema. Tunaona toka tulipoomba pia tumeona kuna usaidizi ambao umetokea pia. Ile hali ilinyamazishwa hata kwenye nchi yetu, hata kama sema mambo yanafanyika ya ushoga hayako kama alivyokuwa yako mwanzo, kwa sababu uliinuka unakemewa kila upande. Mungu alisikia maombi yetu, na Mungu akamgusa hata rais wa Marekani akastopisha kile kitu ambacho ilikuwa ile spirit ilikuwa imeanzia kule. Kwa hiyo tunaona ule usambaaji au ile nguvu ya ile spirit, tunaona kabisa kwamba imekuwa kama imenyamaza. Wakati huo tukiendelea kufundisha watoto wetu wajitambue, waelewe kwamba wao ni kina nani. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba tumeona, lakini pia tulia kwa ajili ya nchi yetu. Tunaona kuna kitu ambacho Mungu anakifanya. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba Mungu, tumemlilia Mungu, tumechukua nafasi zetu, na Mungu atafanya kwa wakati wake yale yaliyosalia. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana. Walionyesha kazi zao za ujasiriamali, walikula, walicheza, walifurahi kwa pamoja, na mama Eliakunda Mwingira alitoa zawadi kwa wanawake mbalimbali waliohusika katika maeneo mbalimbali katika wito wake. Lakini pia mama Eliakunda kuishia hapo, alitoa zawadi kwa wanandoa wote ili kwenda kufurahi na waume zao. Miongoni mwa mambo mengine yaliyokuwepo ni mafundisho mbalimbali ya wafundishaji katika maeneo mbalimbali ya maisha ambayo yanamuhusu mwanamke haswa. Wachawe haya, hebu mgeukie na mwingine, mkumbatie, mpe kabusu, alafu hebu mwambie umependeza sana. Mwambie umependeza kuliko mimi. Alafu mkalishe chini taratibu. Hebu mshikilie, mkalishe mtoto wa kike taratibu. Wow. Hiyo ni saikolojia ya mtoto wa kike. Mtoto wa kike anataka kubembelezwa bwana. Namna hiyo. Sasa turudi darasani. Sasa mada yangu inahusu malezi, familia na mahusiano. Unaona vitu hivyo? Malezi, familia na mahusiano. Jua kwamba na Paulo alikuwa anawahakikishia sasa Waefeso, anasema ninaomba pia. Sasa ukishuka hapo chini ni Efeso 1:18. Ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yaingizwe ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, na mtambue utajiri wa urithi wa utukufu wake
kwa watu wa Mungu, yaani kwa sisi watakatifu. Hapo chini ameenda kuidadavua, akaenda kuomba sasa kule ambapo tumesema tuna hivi vibox ambavyo vina zawadi zote hizi tunazoziongelea za uchumi. Sasa tunataka kuona kutoka kwenye macho ya roho, macho yetu yapate kufunguka. Sasa nataka tu nikushirikishe hack ambao mimi imenisaidia. Kuna kitu kinaitwa kujirudi, yaani kujitafakari wewe. Kwa Kiingereza inaitwa reflection, self reflection. Wala usimtegemee mtu aje kukuambia. Kichwani kwako tafakari, kuna vitu ambavyo ninavyo vinanizuia macho yangu ya roho kuona yale niliyokirimiwa katika roho, kwa sababu neno linasema tumekirimiwa yote na neno ni hakika. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa kwamba, kwa sisi tunaoamini hili neno ni hakika kwetu. Kwa hiyo nenda ukilimeditate kwamba haya mambo tunayaonaje. Ni jukumu lako wewe binafsi kufanya self reflection au tafakuri. Hivi ni sehemu gani mimi labda nimejiinua inanipa upofu hadi siwezi kuona kile nilichokirimiwa? Biblia imeandika mara 365 fear not, yani usiogope. Kwa hiyo wewe mama ambaye unamjua Mungu, hofu ni dhambi. Hofu haipaswi kuwa na wewe. Jaribu kila jambo kwa kuthubutu, ukijua kuwa utayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu. Hilo ni moja. Hofu ikiwa imekutawala zaidi, unashindwa hata kitu ambacho ni haki yako kukisimamia. Lakini ukiondoa hofu, unaweza kuanza jambo. Kwanza kabisa, ili uweze kuondoa hofu, mama ametukusanya hapa ili tujue nafasi zetu. Kurudi kwenye nafasi zetu ni pamoja na kujitambua wewe ni nani na kumjua Mungu ni nani kwako. Ukijua hayo, hofu moja kwa moja inaondoka. Lakini pia hofu inakuzonga unapokuwa hujapata maarifa ya hicho kitu unachotaka kukifanya. Mara nyingi mtu anaanza kujiona mnyonge ama anashindwa kuanza jambo kwa sababu hana uelewa nalo, na anakosa ujasiri wa kumfuata Dr. Eva. Wewe naona unafanya 1, 2, 3, hebu nishauri. Na akienda anapata ushauri, anaanza jambo. Na katika kipindi cha mtembeo huu wa mwanamke, alianzisha programu nyingine ya afya check, ili wanawake wapime afya zao, ili kujua, ili wawe imara na kufanya kazi zao vizuri wakiwa na afya njema. Na wanawake wengi walijitokeza kupima afya zao na walifurahia zoezi hili. Namshukuru Mungu kwa siku nzuri ya leo ambao tulikuja kwenye semina ya wanawake, lakini pia tumepata vipimo. Tumepimwa vipimo mbalimbali. Tumepimwa shingo za kizazi, tumepimwa maziwa kuangalia kama una saratani. Yaani tumepimwa vipimo vingi kwa ujumla. Kwa hiyo siku yangu ya leo nimeifurahia sana na nimemshukuru Mungu sana. Lengo la kufanya kucheki afya za wamama, tunajua wazi kwamba afya ndo mtaji. Ukiwa na afya njema ni mtaji wako tosha. Unaweza ukawa na kila kitu na kazi nzuri, lakini kama afya yako ina mgogoro, huwezi kufanya kazi. Kwa hiyo niliona kwamba ili wamama hao waendelee kuwa na nguvu na kuweza kutembea, lazima kwanza tujue afya zetu zikoje. Kwa hiyo kila mama acheke afya yake, kwa sababu na magonjwa mengine ni nyemelezi. Unakuta mtu anatembea na maradhi ambayo hayajui, na mwisho wa siku unakuta limeshakula ndani kama bua. Unakuta mtu anaanguka tu pap. Unaacha familia yako wakiwa, unaacha mume, unaacha watoto. Lakini ukicheki afya yako mapema, na hii ni tabia ambayo inafaa kila mtu awe anajizoesha kuangalia afya yake mapema. Sio mpaka uumwe ndio uende hospitali. Kwa hiyo na mimi nikaona kwamba tucheki afya za wamama kwa lengo la kuhakikisha kwamba afya zao, yani mtaji wao, ni kama unacheki akaunti yako benki, hivi ina hela, muamala wako unasoma. Kwa hiyo tukaona tusome, tuangalie kama je, afya zetu ziko salama. Kwa hiyo tukawa tumeangalia mambo ya msingi ambayo ni nyemelezi yanayowatesa wamama, ambayo ikiwepo mojawapo ni shingo ya uzazi, kansa ya shingo ya uzazi.
lakini pia kuna zile kansa za matiti, tukasema tuziangalie, tuangalie pressure, uzito uliopitiliza, na wenyewe ni vitu ambavyo ni nyemelezi, unaweza ukapata maradhi ambayo hukujua kwa sababu ya kutokujua unakula jinsi unavyokula, lakini pia unapokuwa na uzito uliopitiliza ni hatari kwako. Kwa hiyo tukaviangalia hivi vitu ambavyo ni vya msingi tu kuangalia, na kama kuna viashiria vyovyote basi watu waweze kupata matibabu sahihi. Mtume Mama Eliakunda Mwingira ameandaa mambo mengi sana kwa ajili ya wanawake, na katika mwaka huu wa kufanya mapenzi ya Mungu tutegemee mengi sana, mtumishi wa Mungu. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mungu kwa kutupa neema hii ya kufika katika mwaka mpya, mwaka mwingine wa 2026 tukiwa na nguvu, tukiwa na afya njema, lakini pia Mungu ametupa neema kwamba tunaenda kuyafanya mapenzi yake. Unajua, kila mtu alipoumbwa chini ya jua ameumbwa kwa kusudi. Hakuna aliyeumbwa kwa hasara. Hata kama mamako alibako ukazaliwa, lakini bado Mungu anahesabu wewe ukuja kwa hasara. Una sababu ya kuumbwa, ya kuzaliwa. Wale ambao Mungu alikuwa na mpango nao walikufa mapema. Lakini kuna kitu ambacho wewe ambaye unaishi, kuna kitu ambacho Mungu anaratiba na wewe. Ana mpango na wewe. Kwa hiyo tunatamani kuyafanya mapenzi ya Mungu katika kipindi hiki na katika mwaka huu wa 2026. Kwa hiyo wamama watarajie kabisa kwamba tutaenda kufundishana mambo ambayo ni ya msingi, ili kujua namna gani ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu unapojitambua wewe mwenyewe, ukishajitambua, itakuwa rahisi kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Lakini usipojitambua wewe ni nani, ni rahisi kukosea na usijue kama unakosea. Kwa hiyo cha kwanza tutapeana elimu ile ambayo itamfanya kila mtu ajue namna gani ya kusema katika nafasi yake. Kwa hiyo tutakuwa na mambo yale ambayo ni ya mahusiano kati ya mtu na mtu, lakini pia namna ya kukosana katika ndoa zetu, namna hata wale mabinti ambao wanategemea kuolewa, namna ya kukosana, kujua labda huyu ni nani, ni mtu sahihi, namna gani ataweza kutambua. Kwa hiyo tutakuwa na mambo mengi ambayo yatakuwa ni mambo mazuri, lakini pia tukiacha mambo yale ya sisi kufahamu, tutaangalia pia, kwa sababu tunataka kuangalia pia mambo ya uchumi, namna gani ya kufanya wamama wafanye biashara, wanafanya kazi za mikono yao. Tutakuwa na mambo mengi ambayo tutayazungumza yanaweza kuwapa ufahamu namna gani ya kufanya biashara zao, kazi zao ambazo wanazifanya, wanaotaka kufungua biashara, wanaotaka kuuza biashara zao. Tutakuwa na watu mbalimbali ambao watatoa elimu kwa ajili ya biashara zetu. Mfano, tutakuwa na watu ambao ni wa TBS kuangalia viwango vya ile biashara ambayo ni bila TBS huwezi, kama ni unatengeneza kitu ambacho hakina TBS, maana yake hakina kiwango. Kwa hiyo sio rahisi kupata soko lake. Lakini ukikiwa na TBS kwamba kimehakikiwa, kimehakikishwa, hicho kitu, hiyo bidhaa yako utaiuza kwa urahisi. Kwa hiyo tutakuwa na watu wa TBS ambao watatoa elimu. Lakini pia tutakuwa na watu ambao ni wa ile barcode. Ukiwa na biashara yako labda unapeleka supermarket, lazima iwe na barcode. Kwa hiyo tutakuwa na watu watakaotoa elimu ambayo watajua kwamba mama ameanzisha biashara yake, labda anauza sabuni yake, labda anauza karanga zake, anauza unga wake wa lishe, anafanya vitu vingi ambavyo anahitaji kuweka ile barcode ili iweze kuwa kwenye ile kiwango cha kimataifa. Lakini pia kiwe na TBS. Lakini pia tutakuwa na kipindi pia na watu wa SIDO ambao pia ni makampuni ambayo yanasaidia kwa watu wafanya biashara wadogo, namna gani kama mambo ya vifungashio, mambo ya namna ya mashine ndogo za kuweza kutengeneza vitu mbalimbali kama hivi. Labda kwa mfano unakuta mtu anatengeneza labda kwa mfano ile siagi ya karanga, anahitaji kupata mashine ya kusaga. Lakini pia SIDO imekuwa ni wanatoa elimu ya vitu vingi sana ambavyo tunavihitaji kama wamama wajasiriamali, ili tuweze kupata elimu namna ya kujikomboa, namna ya kutoka kufanya kazi zetu, ili tuweze na sisi kutoka kama watu tuwe wa kimataifa, yani tusiwe tu watu wamama tu wa Kitanzania, unaisha tu hapo, ukienda hapo Kenya uelewe chochote. Yani lazima tuwe na ile hali ya ushindani wa kibiashara. Lakini pia tutakuwa na watu wa BRELA ambao watatusaidia pia namna ya kama unataka kuanzisha kampuni yako, namna gani ya kusajili. Tutakuwa na vitu vingi kama hivyo ambavyo vitakuwa navyo vya kutusaidia, ambavyo tutapata elimu ya vitu mbalimbali, na mwisho wa siku tunaweza tukaishi kwa furaha, kwa amani, kwa sababu tuna ufahamu na namna ya kufanya mapenzi ya Mungu bila mashaka. Nikuombe wewe mama unaniangalia, usikose kuungana nami katika mtembeo huu. Maana mtembeo huu utakupa vitu vizuri ambavyo vitakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Utakuwa manake, utakuwa unarefuka ndani kwa ndani, kujua vitu vingi ambavyo vitakusaidia katika maisha yako na katika familia yako, katika utumishi wako, katika afya yako na kimaisha kwa ujumla.
na mwisho wa siku utaona furaha ya wewe kuumbwa mwanamke. Utamwambia Mungu, asante, umeniumba mwanamke, kumbe mimi ni wa thamani, kumbe mimi ni mtu safi kabisa ambaye ulinipenda toka mwanzo. Nakupenda na Mungu akubariki. Mtembeo wa mwanamke ni kipindi kinachotakiwa kuwafikia wanawake wengi sana. Karibu uungane na Mtume Mama Eliakunda Mwingira, mama wa shoka, mama mtumishi wa Mungu, katika kufanya kipindi hiki kiwafikie wanawake wengi zaidi, kwa kutoa mchango wako wa kifedha, maoni na ushiriki wako katika kipindi cha Mtembeo wa Mwanamke. Kwa kuchangia au kuwasiliana nasi, piga simu namba. Mungu akubariki sana.